Ni zawadi mpya kutoka kwa Mungu siku ya leo. Ni wakati wa kupokea fursa mpya kutoka kwa Mungu wetu. Ni wakati wa kulipokea kusudi la Mungu tunalotakiwa kwenda kulitimiza katika siku ya leo. Mungu amekupenda, Mungu amekuchagua, na Mungu anakuita katika upendo wake ili kushughulika na dunia kupitia maisha yako. Asubuhi yako ni muhimu sana kuitengeneza siku nzima katika ulimwengu wa roho. Jambo lolote unaloliona katika maisha yako, chanzo chake ni ulimwengu wa roho. Kadiri unavyoitengeneza siku yako katika ulimwengu wa roho, ndiyo matokeo utakayoyaona katika ulimwengu wa mwili katika siku yako yote. Unapoianza siku ya leo, tambua nafasi ya Mungu ya utendaji katika maisha yako. Ukimshukuru kwa ajili ya uzima ulio nao, tambua ya kuwa hauishi tu, lakini yeye ndiye amekupa kuwa hai. Mshukuru Mungu kwa ajili ya afya yako. Tambua yeye ndiye amekuimarisha katikati ya tauni na magonjwa mabaya. Muadhimishe Bwana kwa ajili ya ulinzi wake juu yako. Mwambie Bwana, nisingekuwa salama kama usingenilinda. Hata usingelinda watoto wangu wasingekuwa salama. Kila mmoja mwambie Bwana, ninakushukuru. Ninatambua wewe ndiwe Mungu uliyenipa uzima. Ninatambua wewe ni Mungu uliyenipa afya njema. Ninatambua wewe ndiwe Mungu uliyenilinda. Inua sauti na uombe. Bwana, tunakushukuru kwa sababu ya kazi ya msalaba ambayo imeondoa ujasiri wa shetani kusimama mbele yetu. Kazi ya msalaba imenyamazisha hila zote za shetani kutokuwa na nguvu dhidi yetu. Kazi ya msalaba imedhoofisha kila mamlaka za pepo wabaya katika maisha yetu. Sawa sawa na neno lako ya kuwa sasa imekuwa mwana wa Adamu ameangikwa katika msalaba, ili kila atakayemtazama laana yake iende katika huo msalaba. Asubuhi ya leo tunakutazama, Bwana, wewe uliyetuokoa na kutupa maisha katika wewe. Sisi watu wako tunasimama mbele yako asubuhi ya leo kukutazama, Mfalme, katika yote yaliyo magumu kwenye maisha yetu, kwenye familia zetu, kazini kwetu, katika maisha yetu yote. Tunakutazama, Bwana, uwe ni Mungu katika maisha yetu siku ya leo, katika jina la Yesu Kristo. Sisi tumefanyika kuwa wana wa Mungu, watu wa miliki ya Mungu, waliogeuzwa kwa damu ya Yesu mwenyewe, na tukaitwa kuwa wakuu juu ya kazi zote za shetani. Asubuhi ya leo, kwa mamlaka niliyopewa, ninasimama juu ya kila nguvu ya shetani. Ninasimama juu ya kila watu wabaya. Ninasimama juu ya kila hila za uharibifu, kutangaza kutokutimia katika maisha yetu, katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, yeye aliyetununua kwa damu yake mwenyewe, akatutoa katika mamlaka zote za kipepo, akatuita katika upendo wake mwenyewe, akatutangaza kuwa warithi wa ahadi zake mwenyewe. Asubuhi ya leo ninasimama kwa ajili ya yote yanayonihusu ninapoianza siku ya leo, na kuondoa kila utendaji kazi wa shetani juu ya destiny yangu, katika jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai.
kila mlango ambao adui amekuwa akiutumia, kila silaha ambayo adui amekuwa akiitumia, katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai, asubuhi ya leo ninaondoa kila kinachomuunganisha shetani na maisha yangu. Ninaondoa kila kinachomuunganisha shetani na ndoa yangu. Ninaondoa kila kinachomuunganisha shetani na biashara yangu. Ninaondoa kila kinachomuunganisha shetani na huduma yangu. Ninaondoa kila kinachomuunganisha shetani na maono yangu. Kila fikra za kipepo juu ya hali niliyo nayo, katika jina la Kristo Yesu, ninazifutilia mbali asubuhi ya leo. Kila fikra ambazo shetani amepanda ndani yangu, roho ya kushindwa, roho ya kuishia njiani, roho ya kuharibikiwa, roho za hasara, asubuhi ya leo ninaondoa hiyo nguvu ambayo shetani ameipanda kwenye maisha yangu, katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Ninasimama katika mlima wa Bwana kukili na kutangaza asubuhi ya leo, kila nguvu ya shetani ambayo imepewa mamlaka ya kushughulika nami, lazima ibatilishwe asubuhi ya leo, kwa sababu mimi sio mwana wa giza tena, bali nimefanyika kuwa mwana wa nuru kwa damu ya Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Ninafuta mpango wowote wa shetani juu yangu, kwa sababu mimi ni mtu wa miliki ya Mungu na sio mamlaka za nguvu za giza. Ninafuta kila mpango wa uharibifu wa familia yangu katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Ninafuta na kuharibu kila kazi ya shetani. Ninafuta na kuharibu kila mpango wa shetani. Ninafuta na kuharibu kila hila za shetani juu ya kazi ya mikono yangu, juu ya familia yangu, juu ya afya yangu, juu ya afya ya wapendwa wangu, katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Ninasimama kama mwana wa Mungu kutangaza kila mahali ambapo amesimama shetani, kila mahali penye kiti cha enzi cha shetani, ninakiondoa katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Ninauondoa uhalali wa nguvu za giza kunitawala. Ninauondoa uhalali wa ushetani kunitawala, katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Kila roho inayopambana na mimi, kila roho inayonidhoofisha, kila roho iliyowekwa kuhakikisha inanizuia nisisonge mbele, asubuhi ya leo ninaiamuru kwa jina la Yesu, roho hii ondoka mbele yangu. Ninakuapisha kwa mamlaka ya jina la Yesu. Huna haki ya kunikamata, huna haki ya kunitawala, huna haki ya kuendesha maisha yangu, huna haki ya kugusa watoto wangu. Katika jina la Yesu ninakufukuza roho ya uharibifu, ninakufukuza roho ya kukataliwa, ninakufukuza roho ya magonjwa, ninakufukuza roho ya tabu, ninakufukuza roho ya hasara, ninakufukuza roho iliyoingia kwenye ndoa yangu, katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Kila nguvu iliyopewa mamlaka na shetani kuhakikisha inashughulika na mimi, asubuhi ya leo ninaiondolea mbali mbele yangu kwa mamlaka ya jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Inua sauti na uombe, inua sauti na uombe. Usisikilize, omba. Omba. Tangaza ushindi, tangaza ushindi. Tangaza ushindi, tangaza ushindi. Tangaza ushindi.
kila nguvu iliyopewa mamlaka ya kushughulika na wewe, itangazie asubuhi ya leo, ninakusambaratisha kwa jina la Yesu. Kilichokuwa kinakupa nguvu kiliondolewa na Kristo pale msalabani, katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, ninaomba kwa ajili ya kila mmoja unayepitia vita na upinzani hapo kwenye eneo lako la kazi, katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo, kila vita inayosimamishwa juu yako, kila vita inayokuondolea amani, kila vita inayosababisha urudishwe nyuma kila wakati, katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai, ninautangaza ushindi juu yako, juu ya wote waliojipanga kukuangusha, juu ya wote waliopanga mabaya juu yako, juu ya wote waliokusudia anguko lako, katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Uwezo wa Mungu uwe ndani yako, kukufanya uwe mshindi juu ya hila zote za nguvu za giza, katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Ninatangaza juu ya familia yako, kila mtu mbaya aliyepandwa kwenye familia yako, amekuja kuleta laana kwenye familia yenu, amekuja kuleta migogoro kwenye familia yenu. Hiyo mbegu ya uharibifu iliyopandwa na shetani kwenye familia yenu, asubuhi ya leo ninaing'oa katika jina la Yesu. Asubuhi ya leo ninaing'oa katika jina la Yesu. Kila roho ya urithi inayoanza kuchipuka kwa watu wa nyumbani kwako, asubuhi ya leo ninaiamuru kwa jina la Yesu, itoke kwenye DNA yako, itoke kwenye DNA ya watoto wako, katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Naongea na familia yako, wewe uliye mwana wa Mungu, utakuwa mmiliki wa hiyo familia, na yule Mungu unayemwamini atatawala hiyo familia. Ninakufanya kuwa bora zaidi ya watu wenye miungu kwenye familia yako. Ninakufanya kuwa nuru katika giza la familia yako. Ninakufanya kuwa baraka katika laana za familia zako, katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Pokea uweza wa kimungu juu yako, kunyamazisha utendaji wa shetani kwenye familia yako, na maombi yako ndiyo yatakayokuwa na nguvu katika hiyo familia, na hila za shetani hazitamiliki kamwe katika jina la Yesu. Ninaomba juu ya afya yako, kila mmoja unayepitia roho ya mateso, magonjwa yasiyosikia dawa za daktari, magonjwa yanayoenda kwa kila mmoja katika familia yako, roho ya magonjwa ambayo shetani ameachilia juu yako, kwa mamlaka niliyopewa kama mtumishi wa Mungu, ninaamuru hizo roho kukuachia wewe na watu wa nyumbani kwako. Roho ya magonjwa kwenye damu, roho ya magonjwa kwenye mifupa, kuziba mishipa, katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Kila ugonjwa uliotangazwa juu yako, kila ugonjwa ulionenwa juu yako, kila magonjwa ambayo yamekuwepo miaka kwa miaka, siku zote, katika jina la Yesu Kristo, ninafuta roho za magonjwa juu yako. Kila familia inayoteswa na roho za magonjwa, kila familia ambayo mmekuwa watu wa kuishi kwa madawa tu, asubuhi ya leo, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninatangaza hiyo nguvu ya magonjwa iondoke kwenye familia yako katika jina la Yesu. Yeyote unayesumbuliwa na magonjwa ya kuambukizwa, yeyote unayesumbuliwa na magonjwa ya kurithi, yeyote unayesumbuliwa na tauni, katika jina la Yesu Kristo Yesu, kwa kupigwa kwake wewe umepona. Ninaamuru hizo roho za magonjwa, kwa kuna mtazama Yesu asubuhi ya leo, zikuachie katika jina la Yesu. Kila ugonjwa usiosikia dawa za daktari, kila ugonjwa usioweza kutibika kwa sayansi, katika jina la Yesu natangaza upone asubuhi ya leo.
Natangaza upone katika jina la Yesu. Naomba juu ya kila mmoja ambaye umewekewa mipaka ya kutokukua. Umeanzisha biashara muda mrefu, umeanzisha kampuni muda mrefu, umeingia kwenye ndoa muda mrefu, umeanza kazi muda mrefu, lakini adui ametengeneza mazingira ya kutokuona ukuaji katika maisha yako. Asubuhi ya leo ninatangaza kila roho iliyosimama mbele yako kukuzuia usiendelee mbele. Yule Mungu aliyeipiga Amaleki, yule Mungu aliyeipiga Edom, yule Mungu aliyeangusha Yeriko, ni Mungu asiyebadilika, Jehova. Katika jina la Yesu ninavuruga kila mfumo wa vizuizi uliojengwa juu ya maisha yako katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Kila roho ya mipaka inayosema huwezi kuvuka hapa, hiyo roho naamuru asubuhi ya leo haina mamlaka juu yako, haina mamlaka juu ya watoto wako, haina mamlaka juu ya wapendwa wako. Hiyo roho ya kushindwa, hiyo roho ya kuishia njiani, hiyo roho ya hasara, hiyo roho ya kutokukubalika, katika jina la Yesu, roho hiyo iliyopandwa na shetani kwenye nyumba yako, ninaing'oa asubuhi ya leo katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Hiyo roho inayozuia ukuaji wako wa kiroho, hiyo roho inayozuia ukuaji wako wa huduma, hiyo roho inayozuia ukuaji wako wa kipato, roho yoyote iliyowekwa kuhakikisha unadumaa, hapana, haina mamlaka juu yako. Ninainyamazisha kimya na kuiondolea mbali kwenye maisha yako. Haijalishi kuna maneno yaliwahi kutamkwa juu yako, kutangaza juu ya mwisho wako mbaya, kutangaza juu ya mateso yako, hiyo nguvu ninaibatilisha asubuhi ya leo. Ninaondolea mbali mfumo wote uliowekwa na shetani dhidi yako katika jina la Yesu Kristo. Ninatangaza asubuhi ya leo, pokea ushindi unapokuwa kazini kwako. Pokea ushindi unapokuwa kwenye majukumu yako. Utakuwa mshindi zaidi ya waliokuwa wanakushinda katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Utakuwa mshindi zaidi ya wale walioapa kukushinda katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Natangaza ushindi juu ya kila migogoro iliyokuwepo kwenye familia. Suluhisho la kimungu linatokea, nawe utashinda hila za shetani, na hayo mabaya hayatatimia katika jina la Yesu. Natangaza ushindi katika afya yako. Mwili wako hautadhurika na madhara ya kipepo. Mwili wako hautadhurika na kansa. Mwili wako hautadhurika na HIV. Mwili wako hautadhurika na presha. Hautadhurika na magonjwa ya moyo. Hautadhurika na magonjwa ya figo. Hautadhurika na magonjwa ya ini. Hautadhurika na magonjwa ya kizazi. Katika jina la Yesu, pokea ushindi juu ya hila zote za magonjwa. Natangaza ushindi juu yako katika kila unachokifanya. Kazi za mikono yako zinabarikiwa na Bwana, kama neno la Bwana linavyosema, hakuna anayeweza kumlaani aliyebarikiwa. Ninakubariki asubuhi ya leo, na hakuna laana itakayosimama mbele yako. Asema Bwana Mungu wa majeshi, wewe ni mwana katika ufalme wake. Hivyo hakuna hila, hakuna uchawi, hakuna uganga utakao kudhoofisha. Ninainua kampuni yako, ninainua mradi wako, ninainua nafasi yako, ninainua ujuzi wako. Unapoianza siku ya leo, thamani yako ijulikane katika jina la Yesu. Ninatangaza neema ya Mungu
juu ya yote yaliyoharibiwa na kuondoa kwenye maisha yako, yarejee asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Ninatangaza ulinzi wa kimungu juu ya uovu wote wa kipepo katika jina la Yesu. Amen. Inua sauti yako asubuhi ya leo. Hebu inua sauti yako. Mwambie Bwana, ninaamini mimi ni mwana wa Mungu, na siku ya leo nitakuwa nuru katika giza, nitakuwa baraka katika laana, nitakuwa bora katika udhaifu. Tangaza mambo mema sasa katika maisha yako leo. Tangaza mambo mema katika maisha yako leo. Tangaza mambo mema. Tangaza mambo mema. Tangaza mambo mema. Usitulie, omba, tangaza mambo mema. Kila mahali palipo na giza, Mungu akufanye uwe nuru siku ya leo. Kila mahali palipo na kushindwa, Mungu akufanye kuwa mshindi siku ya leo. Kila mahali palipo na mauti, Mungu akufanye kuwa ni uzima siku ya leo. Kila mahali palipo na udhaifu, Mungu akufanye kuwa ubora siku ya leo. Tangaza, sema Bwana, ninatabiri juu ya siku yangu ya leo. Mahali ambapo wengine wameshindwa, mimi nitashinda. Wakati wengine wanakataliwa, mimi nitakubalika. Wakati wengine wanapoteza, mimi nitapokea, kwa sababu ya Kristo Yesu, Mungu mwenye nguvu anayetenda kazi katika maisha yangu. Inua sauti, tabiri juu ya maisha yako. Tabiria 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 maisha yako. Unapoanza siku ya leo, tabiria maisha yako. Tangaza ubora. Tangaza ushindi katika kila eneo ambalo umekuwa ukishindwa. Wewe tangaza tu. Sema na tabiri, mahali niliposhindwa mwaka jana, leo ninashinda. Ninatabiri pale nilipokuwa naona haiwezekani, leo itawezekana. Ninatabiri juu ya bosi wangu, hata nichukia tena. Ninatabiri juu ya mume wangu, hata nikataa tena. Ninatabiri juu ya watoto wangu, hawatakuwa mkia tena. Ninatabiri juu ya uchumi wangu, sitakuwa mtu wa hasara katika jina la Yesu. Prophet. Tabiri. Tabiria siku ya leo. Tabiria hiyo mifupa mikavu. Tabiria hayo magonjwa. Tabiria hiyo aibu. Tabiria hiyo huzuni. Tabiria hiyo mauti. Sema mimi nakuwa uzima, kwa sababu ninaye mfalme wa uzima ndani yangu. Mimi ninakuwa nguvu, kwa kuwa ninaye Mungu mwenye nguvu ndani yangu. Mimi ninakuwa bora, kwa sababu ninaye aliyeshinda kifo na mauti. Mimi ninakuwa sahihi, kwa sababu ninaye yule aliye wa kweli. Siku ya leo itakuwa siku ya kudhihirisha utukufu wa Mungu kupitia maisha yangu. Hebu anza kutabiri. Jitabilie unakoenda siku ya leo. Tabilia kampuni yako ya kwamba nitakapoomba kazi hii nitapewa. Hatapewa mtu mwingine, nitapewa mimi, kwa sababu mimi ni mtumishi wa Bwana na kila ninachokipata ni kwa ajili ya kazi ya ufalme. Hebu tabilia siku ya leo. Tabilia mema ya kimungu kutokea juu yako. Tabiria ubora wa kimungu kutokea juu yako. Tabiria mifupa mikavu kuwa uhai. Tabiria aibu kuwa heshima. Tabili. Ninatabili juu yako. Tabili juu ya mke wako. Tabili juu ya mume wako. Mwambie, mume wangu, ninakutabilia. Umekuwa ukifanya kazi ngumu bila faida. Leo Bwana anageuza. Utapata faida katika kazi za mikono yako. Umekuwa ukifanya biashara kwa hasara. Leo utafanya biashara kwa faida. Tabilia watoto wako. Walikuwa ni watu wa kushindwa, siku ya leo wanashinda. Siku ya leo fahamu mpya wa kimungu unakuwa juu yao, na hawatodhurika kwa madhara ya dunia.
Hebu tabiri kwa dakika chache. Tabiria biashara yako. Iambie biashara yako, tangu nilipoanza hii kampuni nimekuwa naona hakuna kuendelea, lakini Bwana asema siku ya leo nitaendelea. Ninatamka kuendelea, ninatamka faida, ninatamka kuendelea. Ninatamkia malengo ulio nayo. Ulikuwa na lengo la kujenga nyumba, ni mwaka wa 3, nyumba haikamiliki, sasa ni mwaka wa 4. Itabilie siku ya leo, leo nitaendeleza ujenzi wangu, maana Bwana ananipa njia mpya ya kufanikiwa. Tabiri, usinyamaze, tabiri. Ninakutabilia mwana wa Mungu, ninakutabilia mwana wa Mungu. Ninatabiri uwezekano, ninatabiri ushindi, ninatabiri ubora, ninatabiri mambo mema katika maisha yako, katika siku yako ya leo. Ninatabiri nuru mahali penye giza, ninatabiri ushindi mahali palipo na vita. Ninakutabilia mwana wa Mungu. Hii ni siku yako kutoka kwa Bwana, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Una siku nzuri ya leo. Hebu tujifunze neno la Mungu kwa dakika chache na tutaendelea. Ujumbe wangu wa leo ni juu ya sifa za raia wa ufalme wa Mungu. Ni eneo muhimu sana ambalo Roho Mtakatifu anataka tujengwe katika eneo hili ili tuweze kuwa Wakristo wa kweli. Tuweze kuwa katika kusudi la Yesu kuja duniani. Yaani Yesu alikuja kufanya nini? Biblia inatupa picha ya kuwa Yesu alikuja kuturudisha tuliopotea. Na amekuja kuturudisha katika ufalme wa Mungu. Yaani kuwa katika utawala wa kimungu katika maisha yetu. Kutawaliwa na Mungu katika maisha yetu. Mungu ametuumba ili tuwe watu wake, na aweze kufanya kazi kupitia sisi duniani. Na Adamu alishindwa, akajikuta anaondolewa katika ile nafasi kabisa. Na kwa sababu damu alikuwa ndio asili ya mwanadamu, wanadamu wote wakajikuta wanatenganishwa na Mungu kabisa. Yesu amekuja kuturejesha tena katika ile asili yetu, muunganiko wa kimungu. Na hii ndiyo Biblia inaanza kutupa sifa ya namna gani tunaweza tukawa watu wa huo ufalme wa Mungu. Wakati Yesu anafundisha alikuwa anazingatia sana, nasema ombeni ufalme wa Mungu uje hapa duniani kama ulivyo kule mbinguni. Yesu alikuwa anajua dunia iko chini ya ufalme wa nani, na anatamani sasa uwepo utawala mpya kutoka mbinguni, ule utawala ambao ndio asili yetu. Yesu alikuja kufanya kazi ya kuhakikisha ule utawala wa shetani unakomeshwa katika maisha yetu. Na hakuna namna utawala wa shetani utanyamaza katika maisha yetu mpaka tutakapokuwa kwenye utawala mpya wa Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Na Biblia inatupa siri ya sifa ya kuwa raia wa huu ufalme wa Mungu. Fungua na mimi katika kitabu cha Zaburi sura ya 15 na tutasoma pia sura ya 24. Ni maeneo ni vitabu ambavyo vinafanana na vyote vimeandikwa na Daudi mfalme. Na Roho Mtakatifu anatamani maombi haya yawe ni maombi yetu siku ya leo. Katika ule mstari wa kwanza katika hii sura ya 15 Biblia inasema, Bwana, ni nani atakayekaa katika hema yako? Ni nani atakayefanya maskani yake
katika kilima chako kitakatifu. Mstari wa pili anasema ni mtu aendaye kwa ukamilifu na kutenda haki, asemaye kweli kwa moyo wake wote. Mstari wa tatu anasema asiyesingizia kwa ulimi wake, wala hakumtenda mwenzie mabaya, wala hakumsengenya jirani yake. Mstari wa nne Biblia inaendelea inasema machoni pake mtu asiyefaa hudharauliwa, bali huwaheshimu wamchao Bwana. Ingawa ameapa kwa hasara yake, habadili maneno yake. Mstari wa tano unasema hakutoa fedha yake apate kula riba, hakutoa rusha amwangamize asiye na hatia. Mtu atendaye mambo hayo hataondoshwa milele. Twende pia katika Zaburi ya 24 kwanza mstari wa kwanza. Biblia inasema nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana, dunia na wote wakao ndani yake. Mstari wa pili anasema maana ameiweka misingi yake juu ya bahari, na juu ya mito ya maji alidhibitisha. Mstari wa tatu anasema ni nani atakayepanda katika mlima wa Bwana? Ni nani atakayesimama katika patakatifu pake? Mstari wa nne anaendelea anasema mtu aliye na mikono misafi na moyo mweupe, asiyeinua nafsi yake kwa ubatili, wala hakuapa kwa hila. Mstari wa tano anasema atapokea baraka kwa Bwana na haki ya Mungu wa wokovu wake. Mstari wa sita anasema hiki ndicho kizazi cha wamtafutao Bwana, watakao utafuta uso wako, e Mungu wa Yakobo. Mstari wa tisa inueni vichwa enyi malango, naam viinueni enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Mstari wa 10 ni nani huyu mfalme wa utukufu? Bwana wa majeshi, yeye ndiye mfalme wa utukufu. Biblia inaanza kutupa picha, ikiwa tu wana wa ufalme wa Mungu na Mungu ni baba yetu, je, Mungu ni wa namna gani? Mungu ana nguvu gani? Mungu ana uwezo gani? Biblia inazungumza kwamba nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Biblia inatupa picha kuwa yote ambayo tunayahitaji anayo Mungu wetu peke yake. Lakini je, kwa nini hayatimii au hayatokei kwenye maisha yetu? Katika mstari wa tatu anazungumza, anasema hivi, ni nani atakayepanda katika mlima wa Bwana? Ni kweli Mungu anabariki, ni kweli Mungu anaponya, ni kweli Mungu anainua, ni kweli Mungu anabadilisha watu, lakini ni nani huyu ambaye anastahili kupata haya matokeo alionayo Mungu katika maisha yake? Ni kweli Mungu ana mamlaka yote, ana nguvu zote, ana baraka zote, ana vitu vyote. Je, ni nani anayeweza kuwa mrithi wa yale alionaye Mungu? Anasema ni nani atakayepanda katika mlima wa Bwana? Ni nani atakayesimama patakatifu pake? Biblia inatupa angalizo ya kuwa, je, tunawezaje kupokea yale ambayo yako katika ufalme wa Mungu kwenye maisha yetu? Biblia inatupa mtazamo ni namna gani tunaweza tukawa warithi wa ahadi za Mungu katika maisha yetu. Biblia inachotuonyesha katika kitabu cha Zaburi ni uweza wa ukuu wa Mungu katika yote tunayohitaji. Biblia inatupa mtazamo wa kipekee kabisa asubuhi ya leo ya kuwa tunaye Mungu mwenye kila kitu ambacho tunakihitaji.
lakini hivyo kila kitu havipo kwenye maisha yetu. Yesu anakuja kuwafundisha wanafunzi ya kuwa chochote mnachokihitaji mnaweza kukipata kutoka kwa Mungu, iwe ni uponyaji, iwe ni uhai, iwe ni mahitaji ya afya zenu, iwe ni mahitaji ya miili yenu. Lakini Zaburi anasema, ni nani atakayeweza kupanda katika mlima wa Bwana? Ni nani atakayesimama patakatifu pake? Anaanza kueleza sifa tukufu zinazomfanya Mungu ashughulike na maisha yako, Mungu afanye kazi katika maisha yako. Katika hii Zaburi ya 15 ndo anaweka vizuri kabisa. Anasema ni mtu aendaye kwa ukamilifu, ni mtu anayetenda haki, ni mtu anayesema kweli kwa moyo wake, asiyesingizia kwa ulimi wake, asiyemtendea mwenzake mabaya, asiyemsengenya jirani yake, ambaye huwa haridhii watu wasiofaa, mtu anayewaheshimu watu wanaomwamini Mungu. Mungu anatufundisha tabia ya yeye kufanya kazi katika maisha yetu. Maisha yetu yanakuwa na changamoto. Tatizo sio Mungu kukaa mbali na watu wake. Tatizo ni watu wa Mungu kukaa mbali na mapenzi ya Mungu. Mwenendo safi ni passport ya kuingia katika uwepo wa Mungu. Katika ufalme wa Mungu, mwenendo mwema ni ushahidi wa mtu anayetamani kupokea nguvu za Roho Mtakatifu. Na ndio maana sio siku ya kwanza tu wanafunzi wa Yesu walijazwa Roho Mtakatifu, lakini walikaa miaka mitatu, na siku zote unaona wanafundishwa kuwa katika mwenendo sahihi. Na baada ya kuwa wale ambao Yesu aliwatarajia, ndipo unapoona utendaji wa kimungu ndani yao kupitia Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu hakai mahali penye dhambi iliyohalalishwa. Yaani kwamba hiki unakifanya tu umeona ni kawaida tu. Hata ukionywa unajaribu kutafuta maandiko ya kujitetea. Roho Mtakatifu hakai hapo. Roho Mtakatifu hafanyi kazi hapo. Huwezi kusema uko karibu na Mungu kwa sababu ya unavyoongea. Uko karibu na Mungu kwa sababu ya mwenendo wako kwa Mungu. Na imani isiyotenda kazi inasababishwa na maisha yasiyobadilika. Unaamini kuinuliwa, hauinuki. Unaamini kufanikiwa, hufanikiwi. Unaamini kuolewa, hauolewi. Unaamini kustawi, haustawi. Sababu kubwa ni kutokukubali kubadilika. Mungu huanza kufanya kazi pale anapokaribishwa kwa utiifu, sio kwa kelele tu za maombi. Unapokubali kumtii Mungu kuwa yule anayemtaka. Usitafute baraka za kimungu bila kutafuta kumpendeza Mungu kwa tabia zako. Tunapozungumza sisi ni Wakristo, sio tu kusema na muamini Yesu, bali ni kuwa tunaishi maisha yanayomwonyesha Yesu. Mungu anatazama tabia zetu, anatazama tunavyoishi, ili aweze kushughulika na sisi. Yale ambayo tunayafanya wakati hakuna mtu anayetuona, ndicho kinachoweza kusababisha mahusiano yetu na Mungu yaweje.
Unapoamua kumtengenezea Mungu nafasi kwenye maisha yako, ndipo unapoweza kuona akifanya mambo makuu katika maisha yako. Katika kitabu cha Mathayo, Biblia inasema, Mathayo sura ya 5 mstari wa 8, heri wenye moyo safi, hao watamuona Mungu. Tuko katika maisha ambayo tumerahisisha sana kufanana na dunia. Sijui nielezeje, lakini tumefanana watu wa ulimwengu huu. Biblia inasema tusifatishe namna ya watu wa dunia hii. Maana Yesu anasema sisi sio watu wa dunia hii. Tuko duniani lakini sio watu wa hapa. Sisi ni watu wa ufalme wa Mungu. Tabia zetu zinaamua kiwango cha utendaji wa Mungu katika maisha yetu. Kama huwezi kubadilisha tabia yako, uwe na uhakika huwezi kubadilisha hali uliyo nayo. Kama huwezi kubadilisha mwenendo wako, uwe na uhakika huwezi kubadilisha maisha yako. Maisha yako yanakuwa na changamoto, sio kwa sababu Mungu yuko mbali na wewe, bali ni kwa sababu wewe unaishi mbali na mapenzi ya Mungu. Unaanza kufikiri wokovu ni kuitwa jina tu la Wakristo. Mwenendo wako ndio unaokupa nafasi ya kurithi ahadi za Mungu katika maisha yako. Uwepo wa Mungu utakuwa juu yako sawa sawa na hali ya mwenendo wako. Ikiwa utakuwa na mwenendo mbaya, sahau juu ya uwepo wa Mungu katika maisha yako. Katika ufalme wa Mungu, mwenendo wako ndio ushahidi wa kumtaka Mungu na nguvu zake. Na tunafahamu kabisa nguvu za Mungu zinakaa ndani ya Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu hakai kwa mtu aliyeridhia dhambi. Hakai kwa mtu aliyehararisha dhambi. Roho Mtakatifu anakaa mahali kwa mtu aliyekubali kubadilishwa. Tumekuwa na imani zisizotenda kazi. Tunaamini lakini hakuna matokeo ya kile tunachokiamini. Sababu kubwa ya imani kutozaa matokeo ni kwa sababu ya maisha yasiyokuwa na mabadiliko. Unaamini kuolewa mwaka huu, lakini hakuna badiliko la kweli ambalo linasababisha Mungu ashughulike nawe kumpata mume sahihi. Unaamini kufanikiwa, lakini tabia yako, mienendo yako, unajikuta unaamini lakini huwezi kupata matokeo yoyote katika kile unachokiamini. Nataka uelewe, Mungu anaanza kushughulika na maisha yako pale unapoanza kuwa mtiifu na kufuata mwenendo wa kimungu katika maisha yako. Usitafute kubarikiwa kama bado hujatafuta kumpendeza Mungu. Hutabarikiwa. Maana Ukristo sio kusema tu mimi namwamini Yesu, mimi namwamini Yesu. Ni kuishi maisha yanayomwonyesha Yesu. Shetani hawezi kutishiwa na maneno yako, anatishiwa na hali yako. Ukisoma katika kitabu cha Ayubu, Biblia inamtaja Ayubu kwa sifa ya mwenendo wa kimungu. Na mwenendo wake ndio unaoanza kusababisha uwepo wa Mungu kuwa kwa Ayubu. Na hata ukisoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume katika ile sura 10, unaona mwenendo na tabia za Kornelio zinaleta uingiliaji wa kimungu katika maisha ya Kornelio na nyumba yake. Maisha yetu, tabia zetu
mienendo yetu inaamua kiwango cha Mungu kufanya kazi katika maisha yetu. Yale tunayoyafanya hata wakati ambao hatuonekani na watu, tuko peke yetu, yale tunayoyanena, yale tunayoyatazama yanaamua namna Mungu anavyoweza kushughulika na sisi. Kwa sababu unapomtengenezea Mungu nafasi kwenye moyo wako, utamuona akifanya mambo makuu katika maisha yako. Biblia imetusisitiza katika kitabu cha Isaya sura ya 33 kuanzia mstari wa 15 hadi wa 16. Anasema ni yeye aendaye kwa haki. Anasema ni yeye aendaye kwa haki, anenaye maneno ya adili. Ni yeye anedharau faida inayopatikana kwa dhuluma. Ni yeye akungutaye mikono yake asipokee rushwa, azibaye masikio yake yasisikie habari za damu, afumbaye macho yake yasitazame uovu. Huyu ndiye atakayekaa juu, majabari ni ngome yake. Atapewa chakula chake na maji yake hayatakoma. Isaya alikuwa anazungumza na taifa ambalo linapitia wakati mgumu juu ya vita vya maadui zao. Anazungumza nao na kuwapa picha ya kipekee. Maisha yao yataamua uwepo wa Mungu katika maisha yao. Tunaweza tukawa tunahangaika sana kuutafuta utendaji wa Mungu katika maisha yetu. Wengine tunatafuta kutumiwa na Mungu. Wengine tunatafuta Mungu atuheshimu, atukubali. Tabia zetu ndiyo mlango wa Mungu kufanya kazi katika maisha yetu. Kama mwandishi wa Zaburi alivyosema, anasema atakayeweza kuingia katika mlima wa Bwana, mahali patakatifu, ni nani mtu huyu? Ni mtu ambaye tabia zake zinafanana na kusudi la Mungu. Yesu alipokuja duniani alitufundisha kabisa namna ya kuishi kama mtu wa Mungu. Watu wengi wanasema unajua sasa hivi tumeendelea, unajua sasa hivi, wanakuwa na sababu nyingi kadha wa kadha. Lakini jaribu kufikiria, Yesu ni mwana wa Mungu, na katika yeye kimefanyika kila kitu kilichofanyika hapa duniani. Unajua Yesu amekuja duniani miaka karibu 2000 iliyopita, lakini alikuwa tayari anaijua 2027 leo. Alikuwa na uwezo wa kuja leo akachukua smartphone na internet akazaliwa navyo katika dunia wakati ule, kwa sababu yeye ni Alpha Omega. Lakini alipokuja kama mwanadamu hakubadilika, kwa sababu ametoka mahali palipoendelea kule mbinguni, ila alikuja kutufundisha namna tunavyoweza kuwa watiifu, watu bora, watu wa mfano wa kuigwa, ili Mungu afanye kazi ndani yetu. Biblia inasema alijinyenyekesha hata kifo, tena kifo cha msalaba. Kuna watu tunalinda brandi zetu kwa kutenda dhambi. Kuna watu tunalinda vyeo vyetu kwa kutenda dhambi. Kuna watu tunalinda nafasi zetu, ndoa zetu kwa kutenda dhambi. Si sawa kabisa. Si sawa kabisa. Mwenendo wako ndio utakao uruhusu utendaji wa Mungu. Usikosee ukisema nitatubu. Kutubu unatubu wewe, kusamea anasamee Mungu. Usifikiri kila unapotubu umesamehewa. Hapana. Yaani hakuna mahali Mungu aliwahi kusema kila mtakapokuwa mnatubu nitakuwa na wasamehe, kwa tendeni dhambi njoo mtubu. Hakuna kitu kama hicho. Paulo anasema ni kumrudisha Yesu msalabani mara ya pili. Tabia zetu zinaamua Mungu afanye nini katika maisha yetu. Unapoianza siku ya leo, jifunze kuishinda dhambi. Jifunze tu. Kushinda dhambi inawezekana. Narudia, kushinda dhambi inawezekana.
Yaani huwezi kuniambia mchungaji, mimi nashindwa kutoa zaka. Kwani si unapata hela wewe? Oh, haitoshi. Hautoagi zaka. Huwa inatoshaga. Yaani kila aina ya dhambi unayomfanyia Mungu inawezekana kuepukika kabisa. Na kile ambacho Mungu anakihitaji kwenye maisha yako kitasababisha Mungu kufanya kazi na wewe. Nataka uangalie vizuri katika Biblia inachozungumza katika kitabu cha Zaburi. Katika hii Zaburi ya 15 na hii 24. Mungu anatuonyesha juu ya uweza wake, juu ya nafasi yake. Anatuonyesha ya kuwa uwezo wake haupo tu kule mbinguni, hupo hata hapa duniani. Ni nani atakayeweza kusimama mbele za Bwana kupokea kile ambacho Mungu angetamani akiachilie kwake? Mungu ameweka nafasi yako ya kutengeneza leo. Hebu asubuhi ya leo ziangalie tabia zako, iangalie maisha yako, angalia jinsi ulivyo mbinafsi, angalia jinsi ulivyo mtu wa hasira, mtu wa chuki. Angalia namna unavyokaa na wale unaowaongoza, wale wanaokuongoza. Je, kwa nini unawaumiza? Namna unavyowaumiza unajitenganisha na Mungu. Mungu anakuita tena asubuhi ya leo kutengeneza maisha yako. Mungu anataka ashughulike na wewe. Maisha tunayatengeneza wenyewe, na ndiyo maana Yohana anakuja kusema tubuni, repent, geuka. Yako madhara makubwa ya kubaki katika laana hii. Yako madhara makubwa ya kutokubadilika katika tabia zako. Maana hizi tabia zitaenda hata kwa watoto wako, tena maradufu. Ni muhimu kupona leo. Tamani kuwa na badiliko la kweli siku ya leo. Kama kweli unatamani baraka za Mungu katika maisha yako, usitamani baraka za Mungu kama hauwezi kumtii Mungu. Usitamani uponyaji wa kimungu kama huwezi kutamani kumtumikia Mungu. Kile unachokitaka kutoka kwa Mungu kinategemea mfumo wako wa kimaisha. Dunia isikudanganye, usifatishe namna ya dunia hii. Fatisha namna ya Mungu. Muamini Mungu. Kuwa mwaminifu kwa mume wako hata kama hakuoni. Kuwa mwaminifu kwa mke wako hata kama hakuoni. Kuwa mtu mwema kwa watu wanaokuzunguka hata kama hawakujui. Tabia zako ndizo zinazopima nafasi ya Mungu katika maisha yako. Roho Mtakatifu atakuja kwako baada ya kukuona wewe ni mtu unayefaa. Na ningetamani kuanzia leo, wiki hii, tunapomaliza wiki hii, uanze kuwa mtu anayefaa, ili Mungu aanze kujitukuza katika maisha yako, ili uwe na mwaka wa tofauti. Kumbuka ni mwaka wa upako wa Gosheni. Mungu amekusudia kukuweka salama. Mungu amekusudia kukuweka mahali sahihi. Mungu amekusudia kukuongeza na anakufundisha ili aweze kuwa Mungu wako. Tengeneza asubuhi ya leo, jifunze kuishi maisha kamilifu ambayo yanauruhusu upendo wa Mungu kuwepo katika maisha yako. Unapoianza siku ya leo, weka shauku ya badiliko la kweli. Jifunze kuziacha tabia za ajabu. Mungu anakuona hata kama unaona watu hawakuoni. Mungu anakusikia hata kama unaona watu hawakusikii. Na tabia zako zinampa nafasi kwenye moyo wako au zinamuondoa kwenye moyo wako. Tengeneza maisha yako
Dhambi ni ya muda mfupi, madhara yake yanadumu milele. Haki inaweza ikakugharimu, lakini inazaa faida ya miaka yote. Simama katika haki. Ianze siku ya leo katika tafakari hii. Shika sadaka yako kwa ajili ya Bwana. Tolee Mungu sadaka yako. Iko akaunti ya simu benki hapo CRDB, na kuna namba za simu. Unaweza ukaweka sadaka yako sasa unapoianza siku ya leo. Mfalme, tumesimama mbele zako kuianza siku ya leo. Umetujibu katika yote tuliyoyaomba. Umetufundisha nasi tumekusikia. Tunakuabudu kwa sadaka zetu asubuhi ya leo, tukisihi rehema zako juu ya maisha yetu. Watoto wako wanaokutolea sadaka zao wamechagua kukupenda wewe wanapoianza siku ya leo. Nami naomba baraka juu yao na juu ya familia zao katika jina la Yesu Kristo. Amen. Pokea siku ya baraka. Morning glory in Jesus name.